Samueli wa pili 9. Kendo Daudi nowacho kipoko dong' ng'ato mar dhood Saulo. Daudi alisema huenda ikabaki mwingine kwa mlango wa Saulo, Mondo otimne ng'wono nikech Jonathan. ili atendewe neema kwa sababu ya Jonathan. Kendo kuom dhood Saulo ne nitie misumba moro ma nyinge ne Ziba. Kwa mlango ya Saulo kulikuwa na mtu ambaye anaitwa Ziba. Iluongo ni Daudi. Alirudi kwa Daudi. Kendo ruoth nodwone ni in Ziba, minowacho misumba na en. Tena mfalme alimuuliza, wewe ni Ziba? Akasema ni mimi. Kendo ruoth nowacho, Na mfalme akamwambia, koro dong' kata ng'ato moro ma jadhood Saulo. Je, kumebaki na mtu kwa mlango wa Saulo ama? Mondo otimne ng'wono mar Nyasaye. Ili atendewe neema ya Mungu. Kendo Ziba nodwoko ni ruoth. Ziba akamjibu mfalme, Jonathan pod nitie matiende ne kar kari ogo. kuna mwana wa Jonathan ambaye yuko mbele kiwete. Ruoth nowachone. Na mfalme akamwambia, En kanye? ako wapi? Ziba nodwoko ni ruoth. Ziba akamjibu mfalme, Ne en e od Makir wuod Amiel Jalodeba. ako kwa nyumba ya Makir mwana wa Amiel. Ka ruoth Daudi nooro joote kendo noome ae od Makir wuod Amiel. Na mfalme Daudi akatuma watume kwenda kumuita kutoka kwa ile nyumba ya Amiel. Jalodeba. Tena Delbar. Kendo Mefiboseth wuod Jonathan wuod Saulo nobiro ir Daudi. Tena Mefiboshet mwana wa Saulo alikuja kwa Daudi. Nogore piny auma mokulorene. Akaanguka chini kitumbo, tena akamuinamia. Daudi nowacho, Mefiboseth ento nowacho ne misumba ni. Tena Daudi akasema Mefiboshet, naye akasema mimi ni mtumishi wako. Daudi nodwone ni. Na tena Daudi akamwambia, Kik iluor nira, ajili anatimni ng'wono. usiogope, kwa kweli nitakutendea neema Kendo Jonathan mawuoru. kwa sababu ya Jonathan baba yako. Anaduoki puothe duto mobedo mag Saulo wuoru. Nitakurudishia mashamba yote ambayo imekuwa ya Saulo baba yako. Kendo nichiemo e mesa mara pile. Utakula kwenye meza yangu kila siku. Nokulore mowacho, an misumbani, an e ng'ama omiyo para. Akauliza, mimi mtumishi wako, kwa nini umenikumbuka? To achalo mana gi guok motho. Na kama mbwa ambaye amefariki. Ka ruoth noluongo Ziba misumba Saulo. Tena mfalme akaita huyo Ziba mtumishi wa Saulo. Nokone ni duto mobedo mag Saulo kendo mag joode mane osekawo mana in kod yawuoti kod misumba magi. Yote ambaye alikuwa ya Saulo na watu wake wote pamoja na wajakazi wako wote. Nikel nyakne ni mondo wuod ruoth oyud gima docham. Utaleta mazao yake ili mwana wa mfalme apate chakula. Mefiboseth wuod ruoth nochiem ndalo duto e mesana. Mefiboshet mwana wa mfalme atakula siku zote kwenye meza yangu. Goyo ni Nyasaye erokamano. Nimemshukuru Mungu. Pak Yesu. Amina. Pak Ruoth. Inyalo pako ber kod ng'wono mar Nyasaye miketo e hema godhiambo. Moyo wangu umeshukuru wema na uzuri wa Mungu umekutuweka kwenye hema jioni. Ogiko tarik kendo odiechieng' mane wawinjore gi Nyasaye nyoro kawuono odiechieng' mar ariyo. Imetimia tarehe na siku tuliongea na Mungu ilikuwa jana, tena leo ni siku ya pili. Neno ka nyime yodonjo ka. Niliona wanawake waliingia hapa, Manyotego. wale ambao walitangulia. Mondo iwuo kod jatelo mar lweny mogol chokruogni mondo limee. Waongee na kiongozi wa hii vita ili wawape neema. Keso pia wabiro ka nitekoa erojoti. Hatukukuja hapa kwa sababu ya nguvu zetu zitatumika. Ndio wabiro ka nini tiga jatelo mar lweny ndio wabiro ka manonge wa mamlaka bali tukuka mondo sirwa. Tulikuja kwa sababu ya kiongozi wa vita alituelekeza, tena katupa mamlaka ya kudhihirisha neno lake. Amen. Nimeshukuru Mungu kwa mambo ambayo yametangulia ni mazuri. Yamefungua akili yako, tena yamekupa usikivu. Jana usiku mzee Alfaya alinena kwa yule wa kudai. Nadhani ulisikia hilo, kama ulikuja na mahitaji kuna kile ulichukua. Amen. Hii ni uganguzi wa mwisho. Hakuna uganguzi wa mwisho baada ya hii. Hii ndio nguvu ambayo iko juu ya nguvu zote. Moyo wangu umeshukuru Jehova. Kendo mana kaka
jinsi Mama Wina ameita mkutano kwenye boma lake. Mae yajua. Huyu ni mganga wake. Vijana wake wote na wakazawana wote wangejua huyo Mungu wake. Wangeketi hapo wakisaidia mama yao kukaa na mgeni, wakikaribisha mgeni kwenye hema. Amen. Tutahubiri Injili kama watu wa fedha wanaringisha fedha. Hata itatuangaisha kuna maboma wanasaga fedha na watu wamekuwa wapumbavu. Sisi tunahubiri Mungu ambaye kile kimeshinda fedha kinatengeneza. Mungu huyu anaweza kutengeneza. Moyo wangu umeshukuru Jehova jioni. Tena ushuhuda umepangwa hapa. Binti wa Usonga kitamka jinsi alikojoa damu. Amen. Inaonyesha Mungu ambaye tunaye hapa ni Mungu wa kweli. Mungu ambaye ambalipa tupu mtu akimlenga. Ni Mungu ambaye hawezi kumwaibisha mtu. Yesu asifiwe. Ndiposa kabla uhubiriwe tunataja kwa yale anatenda. Ndiposa ujue ukiwa hapa Mungu ambaye uko mbele zake sio neno tu, ni neno ambalo linatenda kitu, linakutoa mahali likufikishe kwingine. Utukufu kwa Yesu Simba. Binti wa Lego alipona kama ukimwi ilishika mume wake na yeye Mungu alikataa iwezi kumshika. Yesu asifiwe. Unasikia kisema yeye alikuwa hana na mume alikuwa nayo. Ile damu ilikuwa ndani yake ilikuwa mzito kushinda ukimwi. Kama sio Jehova, binti wa Lego angekuwa amefariki pamoja na mume wake. Mungu ambaye ni mwenye uhai ilichoma ukimwi ambaye ilikuwa kwenye damu. Moyo umeshukuru Jehova. Mungu akaumba watoto wa vilana. Mungu huyo bado anatenda. Amena. Hajatimia mahali amefikia. Wewe ndio unaweza kuona karibu. Yale unaona mbele bado yanawezekana. Amena. Kama ilikataa jana, wakati wa Mungu hujapita, bado inaweza kutendeka. Anaweza fanya uzima uwe mahali hakuna. Anaweza fanya mali ingie mahali shetani alikataa mali huwezi kuwepo. Utukufu kwa Yesu Simba. Atatenda yale makubwa kwa kademi tabaki ishara watu watoe ushuhuda. Amena. Niko na uhakika wake na wanaume ambao wamekaa hapa mkutano mtaenda mtatoa ushuhuda. Kwa yale makubwa kwa sababu Mungu ako nyuma ya neno lake. Amena. Kama umeshindwa na usikivu, ambayo imeelezwa hapa kusikia ni zaidi ya mafuta ya kondoo. Utaona Mungu akitembea. Yehova anatuma neno. Anasema kwa nyuma ya neno lake. Moyo wangu umeshukuru Jehova. Ako nyuma ya neno lake hakikishe kwamba limetenda ile kitu ameitumia. Ndiposa na jioni nitanena kuhusu mjukuu wa Saulo ambaye anaitwa Mefiboshethi ambaye alipata neema. Moyo wangu umesifu Mungu. Kuna neema ambayo mtu anaweza kutendewa. Wakati wa sheria ulishapita. Yesu asifiwe. Wakati wa utumwa ulishapita. Amen. Wakati wa kutoa dhabihu pamoja na kondoo pamoja na ng'ombe ilipita. Ilikuwa wakati wa Jehova Mungu wa hasira.
Na Yesu akaleta neema. Utukufu kwa Yesu. Hiyo neema itajiki hekima. Kuna kile hekima iwezi kuweza. Hiyo hekima itaki masomo. Kwa sababu kuna kile masomo iwezi. Hiyo neema itaki fedha. Inatengeneza mali pamebaki. Amen. Hiyo neema inafikisha sehemu imebaki. Yule anadharauliwa. Yule ambaye amepita. Yule ambaye hawezi. Yule amebaki nyuma. Ndio neema inamelekeza. Leo na jioni utapata neema. Amen. Injili ni neema. Injili tu ni neema. Inatoa boma ambayo imeenda chini. Amen. Hata boma ibaki katikati ya maboma. Pesa iwezi kuitoa. Neema inaweza kuitoa. Leo ukilisikia vizuri utatendewa neema. Tuko na Mungu wa neema. Utukufu kwa Yesu Simba. Katika mji wa Israeli kulikuwa na mfalme alikuwa anaitwa Saulo. Saulo alipakwa na Waisraeli wakakubali. Alipakwa na Waisraeli wakapiga tiki kwamba anastahili kuwa mfalme. Saulo kutenda vizuri. Dhiki kaingia kwa boma ya Saulo. Haleluya. Amina. Na vita ikamlenga Saulo dhahiri. Tena hao madui walifukuza Saulo kwenye vita. Wale wa mikuki walifanya Saulo alianguka katikati ya milima ya Moabu. Kuna yule wa mishale anaweza fukuza boma. Hata boma watu wasome. Wakati madui wanakimbiza boma, hiyo boma haiwezi nusurika kwa mikono ya madui. Kuna yule wa mikuki anaweza fukuza kijana ili aende tafute kazi Nairobi. Hao mikuki wako wanaweza kumkimbiza. Utukufu kwa Yesu Simba. Hao mikuki walimkimbiza Saulo. Saulo alihangaika vikali. Watu wa mikuki wakimfuata. Nimesifu Yesu. Hao mikuki wamekukimbiza miaka mingapi? Wamikuki wamekimbiza boma ambao unaishi miaka mingapi? Nimeshukuru Jehova. Wakati huyo Saulo alilala kwenye mlima wa Moabu, baba yake ikabaki mahame. Vijana wake wakubwa wale wazuri mahali imebeba Jonathan. Wanaume walilala kwenye milima. Boma ikabaki mahame. Hiyo boma ikabaki hivyo tu. Hiyo boma mama gari ilikuwa inaingia. Ambao hiyo kitu ilikuwa inalia. Hapo wale wanyamani walikuwa wanaingia. Ilibaki na baridi. Boma ambayo ilikuwa na pesa ikabaki vibaya. Tukufu kwa Yesu Simba. Jinsi tuko hapa. Kuna boma ambayo kila mtu anatoka. Katika makao yenu. Ile boma unatoka. Tofauti na yule wa kando yako. Pengine wa kando yako boma unatoka ni vizuri. Pengine ya kweli mashetani wanalia usiku. Nimesifu Mungu. Boma unatoka inakaa vipi? Pengine wanatoka kwa boma watu walai usiku. Watu wakiwa hapa. Wengine wametoka kwa boma mtu hawezi nuka. Hata huwezi funza mtoto
walipozwa. Apako Yesu mkuu. Nashukuru Yesu mfalme wa amani. Wengine wametoka kwenye maboma ya kaburi. Nyumba nzuri makubwa imebaki bure. Wengine wametoka kwenye maboma Kenya kutafuta kazi rudi. Atarudishwa kwenye bemdeni imepepea kwenye gari. Siku Jehova jioni. Somo ya Daudi baki mahali. Jehova wakuja nyuma. Watu wakishatema mate. Mungu ambaye anakuja nyuma. Baada ya watu kucheka. Jehova wakuja nyuma. Baada ya watu kuongea. Mungu alikumbuka kwa Daudi. Kumbuka kwa Yesu Simba. Nimesema Mungu. Kama Jehova amepitia Daudi mwana wa Yese. Jehova kauliza. Je, kuna yule amebaki kwa boma ya Saulo? Utukufu kwa Yesu. Hata boma ya Saulo ilibaki mahame. Kuna yule alibaki. Je, kuna yule amebaki? Nataka nikusabie hivi. Ni wewe umebaki kwenye hilo boma. Usinusurika itapitia kwako. Amina. Yesu. Huyo amebaki. Si yule ako vizuri. Amina. Atatendewa neema. Sio yule ako vizuri. Amebaki Mefiboshethi. Yule ambaye alikuwa ameanguka. Wakati vita ni vikali. Akiapishwa kwenye vita. Mefiboshethi alianguka. Amebaki akiwa kiwete. Dunia ilibaki naye kwenye boma. Utukufu kwa Yesu. Yeye alibaki na ulimwengu. Utukufu kwa Yesu. Kuna kile kinaitwa kubaki. Ambapo boma inaweza kubaki. Sasa kuna kile kuwa kiwete. Amina. Daudi akapata jambo. Nani amebaki kwa boma ya Saulo? Sio yule ako vizuri. Mambo mawili yanatendeka kwake. Kwanza amebaki. Tena ni kiwete. Yesu asifiwe. Kuna mambo mawili ambayo ni tofauti. Ndipo kunaye kulemaa. Na haya watu mawili ilipatikana kwa Mefiboshethi. Mefiboshethi alibaki. Na sasa amelemaa. Asifu Yesu. Hapo pesa iwezi. Wasikio. Daudi mwana wa Yese. Hakuuliza yule amebaki apewa pesa. Hakuuliza hilo. Hakuuliza yule amebaki apewa pesa. Hakuuliza hilo. Hakuuliza yule amebaki atengea nyumba. Hakuuliza hilo. Alijua pesa Yesu. Mtu akibaki. Neema itamtoa. Mtu akilemaa. Neema itamtoa. Kama kuna neema. Hata uwe na pesa. Unaweza baki kwa boma. Asifu Mungu. Naona jioni fursa ni nzuri. Wakati walita Mefiboshethi. Mume alikimbia. Akainama mbele ya Daudi. Anasema mchukizi yuko hapa. Ukitaka kubaki. Mimi nimebaki. Kunaye kubaki na kulemaa. Yule amebaki kusaidia ni rahisi. Lakini yule amelemaa kusaidia ni ngumu. Yule amelemaa. Yule amelemaa kwenye kinywa. Yule amelemaa. Haleluya. Mtu anaweza lemana na omba. Mtu anaweza lemana kitambaa kichwani. Mtu anaweza lemana tano.
Mwalimu alikuja kusanya. Hata yule amebaki. Ambaye uko imemwacha. Shemeji wamemwacha. Yeye waonee juu yake. Watu walipita sehemu yake. Yule ni yule amebaki. Neema yeti mtu. Neema yeti mtu. Mungu shukuru Mungu. Wakati nikiwa Nairobi, nilikutana na mtu ambaye ameenda shuleni. Akona nyumba kubwa, akona degree. Na hapo kuoa imemshinda. Mamake aliongea katoka. Ameishi Lavington. Akona nyumba kifahari. Na mamake akimwambia oya anakataa. Mapepo yako ya kutoa. Ilikuja kinyuma. Ya kitabu ndio naona. Wakati aliambia mama leta mke. Yesu asifiwe. Aliingia na mke kwa nyumba. Anasema hili ni chumba chako. Hapa ni pako pa malazi. Hapa ndio utapika. Lakini ile ni chumba changu. Pale mtu haingii. Mke alimaliza miezi mbili. Baba msika karudi. Ile inaitwa ile melema. Yesu asifiwe. Yule mtu atabaki. Yeye atabaki. Watu wakisoma wamesoma. Yule ambaye anampata kikua. Kuna kupata kikua. Kwanza ulianza vizuri. Lakini ulilema ukikua. Wenzangu kulema huwezi kimbia. Kulema ukimbii. Unaweza pata boma kama kuna tafari. Unaweza pata boma kama gari inaingia. Unaweza pata boma makubwa yako. Unapata umezaa mpumbavu. Ile inaitwa kulema. Ambaye mate inatoka. Hallelujah. Ukipita usiku. Mapepo yanacheza. Kama ni nzuri kitazama. Inaitwa kulema. Tukufu kwa Yesu. Nasema nini? Kunai kulemana kubaki. Kwa hiyo uganasioni. Umebaki ama umelema. Unaweza baki kwa ukoo. Hata watu wanapata kazi. Umebaki wezi pata kazi. Nasema ile umebaki. Hata ile shida utamteka. Uwe ni ile umebaki. Uke unaweza baki. Kama mtako unapozu. Hata aliyesaliwa sana. Wengine ni ngome na ile umebaki bila kupozu. Inaitwa kubaki. Yesu anasema. Alikuja naona dhiki. Hallelujah. Mwalimu alisanya yote. Hata yule umebaki. Umebaki na ugonjwa. Ugonjwa iko maishani. Umebaki nayo. Umebaki na mtu. Watu wakitembea. Hawezi tembea. Wakiona uzuri. Ugonjwa umebaki nayo. Leo unacheza. Unatangaza neema. Vyakula ile umebaki. Vyakula ile umebaki. Anaona uko umebaki nayo. Kusome saa. Wamekutana na ulemavu kwa kusoma. Nasasa mtume wao. Wanakunywa pombe na bangi. Kusome saa kizaa. Kwa hivyo umelema kuzaa. Hallelujah. Walipata Mefibose. Yule amebaki na umelema. Umelema umebaki. Lala jioni. Neema inasanya yote. Neema ndio watu wa kuacha. Neema itakusanya. Neema ubaki maki. Neema itakusanya. Hata watu wapite kwako. Neema itakutoa nje. Neema peke. Hawataki pesa. Yule amebaki atendewe neema.
Shukuru Yesu. Kadi ni tiziki nyata hospitali. Ukienda kule hospitali. Timu hiyo operation. Unafanya upasuaji. Hilo ndio wako nyali hiyo pesa. Pati pesa. Kama unataka chuo kina pesa. Kama watu wanaishi na watu hilo ndio kadi chuo yaje. wamebaki mume na mtusi. Kadi ngero mie. Watu wakitenga baba. Hilo ndio wako nyali hiyo dala. Wamebaki hizi tengo. Yesu wewe hapa. Yesu wanajaa. Nobilo ni jomo ndo. Walikujana baki. Nobilo ni jomo nyao. Walikujana tengo. Nobilo ni jomo chayo. Walikujana nariwa. Nobilo ukoni zako. Never wamebaki na. Pesa ni jomo ukoni. Naona kilichobaki na. Pesa ni jomo ukoni. Naona kilio kule mbele. Ako Yesu kwa diamo. Nasibu Yesu. Wala baraka ya malaka. Nani ni mbele. Wala yeye ngwana. Wataniita neema. Kama lokela ngwana. Huyo inaleta neema. Ndio kwa bila mwanafanya misango. Tunatoleza mbele. Ndio ndio kala ngwana. Wanileta neema. Yesu ya ngwana ni. Yesu atakusamehe. Yesu ya ngwana ni ngwana. Atakutendea neema. Ndio kwa kazi malaka. Wanileta neema. Ndio Yesu ni Jehova. Naona Mungu. Hapo ni mama mwanao. Walima nataka nini? Hapo ni mama mwanao. Anataka nibaki. Sana ndio anapiga dongo. Anabaki naye. Hapo ni mama mwanao. Anataka nibaki. Yes,